Kipindi cha dawati la lugha. Ni mara nyingine tena tunakutana nawe katika sehemu ya pili kupambana nawe katika masuala ya fasihi andishi. Tayari tumezungumzia fasihi simulizi katika awamu ya kwanza, akiwemo na mzungu wetu ambaye alikuwa anajaribu kutuliza makali ya mashambulizi ya mwalimu ambaye alikuwa amesema kwamba ni utani wa malumbano ya utani, kwamba kujiweka kusema kwamba yeye kwa mara ya kwanza mwanawe alimueleza kwamba baba hata alimsikia mtoto mwingine akimwambia ati babako mweupe hadi hahitaji taa nyumbani. Watu wanajaribu kutuliza makali lakini ya makombora ya kupewa. Na katika ile awamu ya kwanza mimi sijafurahia, kwa maana mimi nimefahamika kwamba ndio natumika kama mfano mbaya, tena ile mfano hai mbaya, na kwangu sio malumbano ya utani. Kwangu nilikuwa nashambuliwa tu na sijapenda. Umezungumza na wakili? Mkitoka hapa wenyewe mjitetee. Kwa maana tayari hapa kuna minofu. Umepiga defamation of character. Defamation of character inaitwa hivyo, na ni minofu. Wakati nitakuwa nakimbia nikiwaona wanateseka kule wakiwa wamewekwa kizimbani, nitakuwa pale kuhakikisha kwamba nakimbia tu nikihesabu naona ni ngapi. Sasa zako zitakunyonga. Kuna walimu watakosa mishahara, Maliba atakosa, atahangaika na familia zao. Vile vile mimi sitawahurumia, mimi nimeshaharibiwa. Karibu sana mtazamaji popote ulipo, na fahari kubwa sana kutangamana nawe, na leo hii cha msingi na kikubwa sana, na una fahari kubwa sana. Kwa mara ya kwanza nazungumza na mwalimu wa shule ya St. Peter's Mumias kule maeneo ya mjini wa Mumias kule, shule ya wavulana. Kwa nini huyu bingwa akatoka shule ya wasichana ya Moi Girls Kamusinga akajikuta ameenda St. Peter's Boys? Alikuwa amependa maisha rahisi sana, maisha laini sana ya kina dada. Kwa sasa anaenda kupatana na wavulana ambao hata kuoga tabu na matatizo. Sasa pale unaenda kufunzwa. Nilikuwa nimekuambia pale awali kwamba kuwekwa kwa shule ya kina dada imekufanya ukawa ukabadili rangi, kubadili muonekano, kwa maana wewe ukienda darasani lazima upendeze. Huku kwingine wewe nenda tu bwana. Bora umefika darasani. Mwaga matini alafu kila kitu kizidi kuendelea sana. Tunaona fahari sana wewe mwalimu wetu. Tetezi za kuaminika zinasema kwamba ulifuzu kutoka chuo kikuu cha Masinde Muliro. Kulikuwaje kule? Nani alikwambia maswali? Tetesi tu za kuaminika ni kwamba wewe ni baadhi ya walimu ambao mlikuwa mnatatizika sana. Watu wameanza kutoa siri zangu kabisa. Suspend kabisa. Nilikuwa chuo kikuu, lakini sasa hivi ninazungumza nina fahari sana, kwa sababu ukiangalia chuo kikuu cha Masinde Muliro sasa hivi ninazungumza, chuo hicho kipo katika kiwango kingine. Na hapo tukisoma kule pia kulikuwa sawa, lakini uwezo kuzungumzia vyuo nadhani Afrika Mashariki bila kutaja Masinde Muliro. Naam. Ukiangalia viwango vya mafunzo, na uangalia pia vile viwango vya miundo misingi, wapo mbali sana. Sasa wajivunia. Naam, sitaki kuzungumzia chuo fulani ambacho unajua kitu kimefanyika kwa miaka sijui kama ngapi. Ni mambo yake ya kwanza kuleta vyuo vingine. Mawakili wangu tayari wameshaninong'onezea kwamba nisijiingize katika masuala ya huyu bingwa, lakini tunamwona fahari mwalimu kongole sana kwa hatua moja na kwenda hatua nyingine. Lakini kule Mumias nimekueleza kwamba mabindi wako kule na wale wacha tuache pale, kwa maana tayari ushaharibika. Tuwezi sema utakuharibu, usiende kule na kuwawekelea mambo yako haya ambaye yanajulikana. Hali kuko vipi? Hali shwari sana. Ni muda mrefu kwa sababu kuna muda fulani tumekuwa na tamasha za drama. Na wajua mara nyingi haya masuala ya mashindano yanafanyika weekendi. Alafu pia vile vile kando na hapo kukawa na kama wiki jana nimekuwa nashughulika na kuhangaika masuala ya kutafuta namna ambavyo nitapata sehemu ya kujistiri kule Mumias. Sasa hivi ninazungumza nimekamilisha kila kitu, nipo nishahamia kule, nimekuwa darasani, nimekuwa shuleni, na sasa hivi ninazungumza mimi ni mwalimu
wa shule ya upili ya wavulana ya Mtakatifu Petero Mumias. Naam, tukielekea kumaliza kipindi atakuwa anatueleza kwamba je, amepata mahali pa kujisitiri ama anasitiriwa. Aha. Na mambo yapo. Leo tulikuwa tumeandaa kitu kutokana kwa Nguu za Jadi. Nikumbuke Nguu za Jadi ni riwaya ambayo bado nazidi kuambia kwamba ina changamoto sana. Iwapo wewe ni mwanafunzi ambaye haupendi kusoma, pale utapata mayai yako mawili ya kienyeji kama vile mwalimu anavyosema. Pale bila kusoma hata ufuatilizie kipindi cha dawati la lugha, uwezekano mkubwa wewe kupata mayai yako mawili ya kienyeji ipo juu sana. Ipo juu sana. Au pengine kwa kupata tu ni moja au mbili wakueleze, pengine utoe tafsiri ya neno fulani, lakini wasiseme kama ilivyotumika katika riwaya. Pale utakuwa umemwaga nje. Mwalimu, naam, tayari tumerejelea habari za Mangwasha. Pengine tu kimuktasari. Mangwasha anajitokeza pale kuonekana ni mwanamke ambaye amesimamia ile tunasema mapinduzi, mwanamke ambaye analeta mapinduzi kutokana na ile jamii yake ya, mimi nilisema mwanafunzi kama wewe ni mwanafunzi ambaye una uwezo wa kujitafutia mbinu zako za kukumbuka maneno. Kumbuka kule kuna jamii ya wakwetu na wakule. Unafaa ujue wakwetu, lakini sio wakwetu, ni waketu. Jamii ya waketu na wakule. Wapi mbona wanajitokeza? Tugundua tu kwanza wakule ni wanyanyasaji, waketu ama hawa wakwetu ni sisi ambayo kama waandishi anatuweka na anatuzungumzia. Kukawa na kuna ule unyanyasaji ambao umetokea. Huyu mwanadada Mangwasha amejitokeza licha ya kuwa katika ndoa ya kutatizika hapa na pale, mumewe kwanza kujipeleka kuzamia kwa masuala ya kunywa pombe. Anakuja tunaambia pale ndani kuna mambo mengi ya mapenzi, mambo ya ndoa yanajitokeza. Kuna visa vingi ambavyo vinajitokeza katika uongozi. Wale wa viongozi wa karibu vile vile wanaleta tashwishi. Hadi vile huyu mwanamke au Mangwasha anasimama na elimu yake ile. Kumbuka kwamba ni mtu ambaye ana elimu, alikuwa ni mfanyikazi, anajitokeza kujitetea kutokana tu na mambo ya siasa. Baadaye anajitokeza na kuleta udhibiti katika nchi. Hata hivyo kumleta yule bingwa mwingine ambaye ni kiongozi, ambaye ndio nakwambia mwanafunzi hapa hujasoma maneno haya ambaye anayekutolea tu taarifa hautapata. Haya yote 10, tuna sura ngapi? Karibu 5. Ilikuwa karibu sura 5 katika Nguu za Jadi, sura 5 kamili. Hiyo tu ni mimi najaribu kuleta mambo yalivyokuwa. Kuna visa vingi ambavyo vinatokana pale ndani. Lakini leo mwalimu wetu acha tuone ametuandalia nini katika riwaya hii. Karibu sana mwalimu. Shukran Hiran. Riwaya Nguu za Jadi tumeshughulikia masuala mengi. Lakini sasa hivi tunazungumza ni kwamba tumeanza kuzamia kiundani kwa sababu ni muhula wa pili tunazungumza. Na katika muhula huu wa pili tumeanza kufikiria, ni muhula wa pili kwa sababu muhula wa kwanza unakamilika. Tuna majuma mawili. Sasa hivi tunazungumza shule kama zote zinafanya mtihani kuanzia Jumatatu. Wengine wamemaliza. Kweli wazazi tunatabu. Tumelipa tu karo juzi. Tulipe tena. Ndio mnalipa. Na muhula wa pili ukikamilika basi mambo yamekamilika. Cha wana kidato cha 4 kimotoni. Kwa hivyo kama kuna mtu ambaye kidato cha 4, hata sasa hivi tunazungumza wameshasajiliwa. Wamesajiliwa wale wanafunzi, washasajiliwa. Kwa hivyo sasa hivi ni watahiniwa. Sasa ndio maana nasema kwamba hatuna muda. Na kuna wale ambao bado tuache kuwaita wanafunzi wa kidato cha 4 watahiniwa wale. Tayari ni watahiniwa. Ni watahiniwa kwa sababu washajisajili kwa rasmi ambao unakuja pale mbele. Leo hii nataka niwazungumzie hao wanafunzi kuhusu vitu viwili ambavyo ni vya kimsingi. Na mwaka huu tunavyoona mambo yanavyoenda, hii sehemu wanaweza wakataini. Swala la ploti, tunazungumzia umuhimu wa ploti, na vile vile tunataka kuzungumzia umuhimu wa mandhari. Kwa hivyo mandhari, utahini wa mandhari, tutumie neno kutahini ndio waelewe. Tuangalie utahini wa mandhari na utahini wa ploti. Lakini tunarejelea kitabu kipi? Nguu za Jadi. Naam. Ni vizuri sana. Kwa hivyo mwalimu, tuendelee. Tunaanza na mandhari au tuanze na ploti? Tuanze na mandhari. Na mandhari. Naam, tuendelee na mandhari. Tulisema kwamba mandhari ni mazingira ambamo kazi ya fasihi simulizi ama fasihi andishi inajitokeza. Kwa hivyo matukio ya kifasihi hujitokeza katika mazingira. Binadamu wanaishi katika mazingira. Kwa hivyo hauwezi ukatoa binadamu kwenye mazingira.
ukitoa binadamu kwenye mazingira basi wameaga. Na hata wanapoaga naamini kwamba sijui wanaenda wapi wale. Lakini najua wale wanaenda pia kuna mazingira mengine tofauti na mazingira yetu hapa duniani. Hata wanapowekwa pale chini wakifukiwa pale chini, bado kuna mandhari pale chini. Wale wanatafutiwa makaburi wakizikwa. Kwa hivyo mandhari ni kitu ambacho kinazunguka kazi ya fasihi. Na unaona si kazi ya fasihi peke yake. Hata hivi ninavyozungumza huwa naanza na studio. Tulivoketi hapa studioni ni mandhari. Mandhari yametuzunguka. Sasa hapa tunazungumza, tuna waelekezi hapa, tuna makamera na vile vile tuna taa, tuna viwambo, kuna vitu vingi hapa vinatuzunguka hapa. Hayo ni mandhari. Sasa haya mandhari yana umuhimu kwa sababu kupitia hivyo vitu ambavyo vinatuzunguka kuna vitu ambavyo vinajitokeza. Bila kamera ambayo naitazama sasa hivi hauwezi ukaniona. Kwa hivyo umuhimu wa mandhari haya kupitia kamera ya kwanza ambayo naitumia mimi, unaweza unione kwenye kiwambo chako. Umuhimu wa mandhari. Mandhari haya vile vile yana vinasa sauti. Ukiniangalia nimevalia moja hapa, huwezi ukanisikiza, huwezi ukaniona. Sasa hivi kifaa kikiwa na tatizo utaniona lakini utasikia sauti. Kwa hivyo kifaa hiki ambacho ni kinasa sauti katika mandhari haya yanasaidia kuchukua sauti yangu na kuipeleka kwenye kiwambo. Mwelekezi ameketi katika kamera ya pili. Kazi yake ni kuelekeza na kuendesha kipindi. Mandhari haya yana mwelekezi ambaye anaendeleza kipindi Dawati la Lugha. Mandhari haya vile vile yana taa ambazo zinahakikisha kwamba picha ambazo zinachukuliwa hapa zinakwenda kwenye kiwambo moja kwa moja bila matatizo yoyote. Mwelekezi ameketi kule kuhakikisha kwamba hivi vitu vyote vinatekelezwa kwa njia ambayo inastahili. Iwapo kuna tatizo la kimtambo, basi mwelekezi atahakikisha kwamba tatizo hilo linafanya nini? Linashughulikiwa. Kwa hivyo hayo ni mandhari kiujumla. Na pale nje ya studio pia vile vile kuna mandhari. Mandhari ya pale nje ni nini hasa utapata pale? Utapata jengo hili sasa ambalo nazungumzia, ambayo inaitwa compound katika Kiingereza. Jengo hili limestirika vipi? Watu wafanyikazi ambao wako hapo wanafanya nini? Kwa hivyo mandhari ni jumla tu ya matukio ambayo yanajitokeza na vitu ambavyo unapata katika sehemu fulani. Mandhari hujengwa na wahusika. Na mandhari vile vile hujengwa na matukio ambayo yanapatikana katika kazi hiyo ya fasihi. Kwa hivyo katika riwaya Nguu za Jadi kuna mandhari tofauti. Lakini kuna yale mandhari ambayo mtahini lazima ajue, kwa sababu pia wale ambao wanatahini huwa wanaangalia, inaitwa center of focus. Wanaangalia katika sehemu fulani ambayo wanajua hapa ni objective ama shabaha kutahini itajitokeza vizuri. Kwa hivyo si kila mandhari yatatahiniwa, lakini kuna mandhari nyingi sana. Lakini tutajikita katika mandhari ambazo sisi kwetu tunaona ni muhimu mwanafunzi aelewe. Naam, ameweka kwa uwepesi sana kwamba unachohitaji kunyakua kutoka kwa mwalimu wetu ni kwamba mandhari inajengwa kwanza na kina nani na inajitokeza vipi. Tumeambia kwamba inajengwa kwanza na matukio ambayo yapo na vile vile wahusika wanachangia pakubwa kutengeneza mandhari. Na mwalimu, sasa tukizungumzia mandhari, na kuna mandhari tofauti sana katika Nguu za Jadi. Umetuambia tayari mtahini anaangalia sana ile sehemu umesema the center of focus kwa ile mandhari. Mwanafunzi anafaa hajikite sasa na nini au na sehemu gani za mandhari katika Nguu za Jadi? Mandhari ya kwanza ambayo mwanafunzi lazima aangazie vizuri ni mandhari ya Pondamali. Kuna sehemu pale kwenye Nguu za Jadi inaitwa Pondamali. Tutakuwa tunairejelea kwanza sana hiyo Pondamali tutaipitia sana. Kuna mandhari ya Pondamali. Na Pondamali unaweza ambiwa tathmini umuhimu wa mandhari ya Pondamali katika kukuza riwaya Nguu za Jadi. Lakini kuna maswali mengine pia unaweza ulizwa. Mandhari ya pili ni kanisani aliko Mwangwasha. Mwangwasha baada ya kufurushwa kwake alikimbilia kanisani. Na wale waketo wengine pia walivyokuja wakapiga kambi nje ya kanisa. Kwa hivyo masuala mengi hata wale viongozi wanavyokuja kuwatembelea wanawatembelea pale nje ya kanisa. Kwa hivyo mandhari ya kanisani aliko Mwangwasha ni muhimu. Mandhari mengine ambayo ni muhimu ni mandhari ya Red Beat. Red Beat Lodging. Sehemu ambapo Sihaba anapeleka watoto wadogo kuwastarehesha wanaume. Hayo mandhari ni muhimu sana. Mandhari mengine ambayo ni muhimu ni mandhari ya Matango. Matango ni kule ambapo waketo walifurushwa. Na wakati walikuja kupiga kambi kwenye kanisa, wakaelewana kwa kauli moja kwamba watarudi pale Matango. Hata kama hizo hema ambazo wamepewa, wataweka hizo hema wapi? Pale Matango. Kwa hivyo mandhari ya Matango pale vile vile ni muhimu.
Mandhari mengine muhimu ni afisini mwa chifu mshabaha. Kwa sababu vitu vingi sana vinafanyika pale afisini mwa chifu mshabaha. Vitu vingi kiwemo masuala ya ukweli kuhusu ardhi ya wanamatango kutaka kufanya nini? Kuchukuliwa pale. Afisi ya chifu mshabaha, watu wengi, yule mwanamke Siaba anakuja pale. Vitu vingi na mipango nyingi mbaya potovu za serikali vinapangiwa pale katika afisi ya chifu. Mandhari mengine ni mkahawa Mpenda Bure. Mkahawa Mpenda Bure ni mkahawa pale tuliona Mzee Sagilu. Mkahawa unamilikiwa na Mzee Sagilu. Wakati tunaanza kazi hii ya fasihi, tunapata sehemu kulikokuwa na kikao kati ya Mangwasha na Mrima. Walienda kutafuta chakula. Mara nyingi walipenda pale kula. Hata inasemekana pale ndipo wao walianzia pale. Sasa kwa hivyo mandhari yale pia ni muhimu. Mandhari ya mkahawa Mpenda Bure. Kuna mandhari vile vile ya nyumbani kwake Mzee Sagilu. Mandhari ya nyumbani kwake, tunasema nyumbani kwake Mzee Sagilu kwa sababu gani? Vitu vingi vya kifamilia na masuala ya Mzee Sagilu yanajitokeza. Familia ya Mzee Sagilu ni familia ambayo ni muhimu sana katika muktadha huu. Kwa hivyo pale nyumbani kwake Mzee Sagilu tutaangalia mandhari. Kwake Mtemi Lesulia hatujaambiwa, mara nyingi hatukupelekwa ofisini. Tunaambiwa tu vitu ambavyo wanafanya, lakini hatujapelekwa mandhari fulani maalum ambaye inamhusu. Ndio ambaye inamhusu tu yeye kama afisi. Tunajua kama rais ana ikulu ama Mtemi, lakini sababu hakutaja mambo ya ikulu yake, hatuna mandhari yake rasmi. Unasema rais ana nini? Ana afisi, ana ikulu na ana ikulu ofisi. Na nilisikia hata niseme wenu ana afisi. Nasikia ametengeneza zile ambazo zimekuwa zote anazitengeneza. Afisi ikulu ile tunaita ikulu. Ikulu zake zote katika kila gatuzi. Nimesikia jana wakisema mahali kwenye sijui ni bunge ya wapi, lakini wanasema mtu alikuwa amekasirika akisema mbona wanazifanyia ukarabati zote kwa wakati mmoja. Kuu ilifanyia ukarabati. Kila sehemu anaenda anafanya ukarabati, anataka zote zikae vizuri na anatumia pesa. Lakini wengine wanasema kwamba hata afisini mwake haingii. Wajua yuko tu barabarani. Sasa afisi ni jina tu. Hata wewe unaweza ukaamua afisi iwe kwenye simu. Kwa hivyo hata juu ya gari unaweza weka afisi juu ya gari. Mimi najua kuna mtu alikuwa anafanya afisi yake ndani ya gari. Anakupigia simu anakuambia nipo kwenye parking, nipate hapo. Ukienda unapata ana muhuri, ana kila kitu. Anakumalizia hapo shughuli yako, anakuwekea muhuri. Kazi imeisha. Aliyetoa hizi siri ni huyu atekwe nyara peke yake. Tuendelee mwalimu. Naam, kwa hivyo nitajaribu kuangazia mandhari kama 3-4 ambazo naona ni muhimu, ambayo ni kuu. Naam. Mandhari ya kwanza nataka kuzungumzia sana mwanafunzi jua. Kwanza mwalimu, pengine kunradhi kwa kuchachawiza kidogo. Unapotaja kuwepo kwa mandhari na inapendeza kwamba tunaenda kuangazia karibu 2-3. Pengine ningependa uweze kupeana swali inaweza toka aje, ili ndio mwanafunzi wakati tunaanza kufanya uchambuzi wa sehemu hizi 2-3 hata kwa pengine na uwezo wa kuweza kutoa jawabu. Naam. Sasa hila hapa ndio kuna shida. Ndio maana naambia wanafunzi waache matini. Kwa sababu mandhari wataini ni wendawazimu tu. Si wendawazimu, lakini wanafikiria tu. Mimi naona wanafikiria vizuri, lakini watu wengine wanatatizika sana. Kama tuchukue mandhari ya Pondamali. Mandhari ya Pondamali ni environment ya Pondamali, the surrounding ya Pondamali. Ni nini haswa kinajulikana kuhusu Pondamali? Pombe. Pombe, ulevi na matumizi ya dawa za kulevi. Pondamali. Kwa hiyo ulevi ambao watu wanashiriki unajitokeza Pondamali. Lakini sasa mandhari haya ya Pondamali yana umuhimu gani? Kwa hivyo unaweza ulizwa tathmini mchango wa mandhari ya Pondamali katika kukuza wahusika mbalimbali. Hapo watakuwa wamekumaliza. Kwa sababu ukiandika chochote ambacho sisi cha mhusika na vile amekuzwa sufuri. Yako ya kienyeji unaenda nayo. Lakini kama ni kijumla, tathmini nafasi au umuhimu wa mandhari ya Pondamali katika kukuza riwaya, hiyo iko sawa. Tutakuwa tunaangalia majibu yote ambayo unafaa kuandika. Lakini ulikuja umetutahadharisha kwamba wakati huu hakuna kutafuniwa, tunakupea wewe una meza. Fikiria, lazima ufikirie. Haya, wanaweza kukuuliza vile vile, eleza mchango wa mandhari ya Pondamali katika kuzorotesha maadili.
Sasa umezoea tu umuhimu. Tumekuuliza. Na unajua hata ukiangalia kitabu kipo, unaweza kusema yenyewe swali hatujaiona mahali, lakini wako tu sawa. Kwa sababu maadili yamezoroteka pale. Nguvu za jadi. Maadili Ponda Mali, kazi yake kuu Ponda Mali, hayo mandhari ni kuzorotesha maadili. Au unaweza ambiwa kwamba vile vile tathmini mchango wa Ponda Mali katika kukuza nini? Mila na desturi. Ponda Mali pia inakuza mila na desturi. Kwa sababu gani? Kupitia mandhari yale, vuta ni kuvute ya mwanaume kutofuatwa katika eneo la burudani inajitokeza. Inazidi kukuza inakuza utamaduni sana. Naam, Mbugulu pia anamkataza Mangwasha kwamba usiende Ponda Mali, usimfuate mmeo katika sehemu ya kustarehe. Mila zetu haziruhusu, inakuza. Ponda Mali pale Mrima hataki kutoka. Kwa sababu gani? Anaona hana kazi, hana umuhimu wote. Anasema haini zenda nyumbani akalishwa na nani? Na mke. Mila hairuhusu kwamba yeye akae alishwe. Ni kama anapewa kila kitu na mke wake. Bado unaona mila inakuzwa pale. Kwa hivyo lazima mwanafunzi afikirie kweli akili. Lazima afikirie. Na hivyo vitu utapata moja kwa moja. Ndio maana lazima uwe na uwezo wa kuchambua vitabu na kuelewa hivi vitu. Sasa itategemea na jinsi ambavyo mandhari yataulizwa. Lakini swali la kimsingi la kawaida la watu wote hata wanyonge huwa ni tathmini mchango au umuhimu au nafasi. It's the same thing. Mchango, umuhimu, nafasi katika kukuza riwaya au kazi ya fasihi. Umesema mchango, nafasi, umuhimu na umuhimu. Kitu yote ni sawa. Wanataka tu umuhimu wa mandhari yale ambayo tunarejelea Ponda Mali. Sasa jibu lako lafaa kuandikwa vipi? Utasema kwamba mandhari haya ya Ponda Mali yanachimuza maudhui ya ulevi. Hilo ndio jibu. Alafu unaeleza. Unasema kwamba Mrima baada ya kutoroka nyumbani anapotelea Ponda Mali na kufanya nini? Na kushiriki ulevi. Alama. Mandhari haya yanakuza vile vile mila na desturi za jamii ya Nguvu za Jadi. Unasema kwamba lazima ikamilike na ni jamii ya wapi? Ya wapi? Na unasema kwamba Mbugulu anamshawishi Mangwasha kutomfuata Mrima Ponda Mali. Kwa kuwa mila na desturi haziruhusu kwa mwanamume kufuata katika sehemu za mwanamke kufuata mwanaume katika sehemu ya burudani. Utakuwa umekamilisha. Mandhari haya vile vile yanaonyesha ama yanachimuza athari ya ulevi katika nini? Jamii. Ni kale mandhari tulipata kwamba Mrima alikuwa ananuka na nguo zake hajishughulishi, hajaosha nguo, anakaa mtu ambaye hajaoga, hajashika maji. Kwa hivyo ni haya mandhari yalituonyesha. Kwa hivyo athari ya pombe inajitokeza pale. Au unaweza sema kwamba mandhari yanaonyesha athari ya pombe. Ni athari nyingi. Pia Mrima kutelekeza familia yake. Yupo wapi sasa hivi tunazungumza? Ponda Mali. Kwa hivyo ni haya mandhari yanatuonyesha amewacha nyumbani akaja hapa. Mandhari haya vile vile yanamtoa mhusika Mangwasha kama jasiri. Kwa sababu alienda Ponda Mali kumtafuta nani? Mrima. Huo ni ujasiri. Ni haya mandhari yametuonyesha. Tukitoa Ponda Mali, ujasiri wa Mangwasha haupo. Kwa hivyo ndio umuhimu wa mandhari haya ya pombe haipo. Mandhari haya vile vile yanamkuza Lonare kama mwenye utu. Anakubali kumpeleka nani? Mangwasha. Kwa sababu Mangwasha kwenda peke yake. Alienda na kina nani? Lonare. Kwa hivyo Lonare pia ameingizwa pale, na ameingizwa kwa njia gani? Wanaonyesha utu wake na nafasi yake kwamba anatamani anapenda uhusiano wa karibu. Tayari ishamjenga Lonare. Naam. Vile vile zamjenga Lonare kama mwanasiasa shupavu ambaye anatangamana na jamii yake. Ameamua kumsaidia nani? Mangwasha. Kwa sababu yeye si mmeo Mangwasha ama si ndugu yake. Hana uhusiano naye. Ni kwa sababu tu yeye ni kiongozi wa Waketwa na anapenda Waketwa. Ameamua kumsaidia. Sasa unaona majibu yako yanavyoenda. Hivyo ndivyo baba unafaa kujibu na umuhimu wa mandhari yale. Lakini tumesema unaweza ukaulizwa mchango wa mandhari yale katika kuzorotesha maadili. Kwa sababu maadili yanadororesha. Naam. Au mchango wa mandhari yale katika kukandamiza haki za wanawake.
Na pengine mwalimu unaweza umesema wale ambao wanatahini ni wenda wazimu. Na kama wewe mwenda wazimu kuna uwezekano mkubwa ukaweza kutunga swali na pengine ya kwanza kwa mwanafunzi iwe ni kwamba tambua mandhari katika nguza jadi. Alafu hiyo iko ni nambari 1. Halafu pengine sehemu ya ba na kumweza kwamba aoneshe sasa ile umuhimu wa mandhari aliyochagua katika kukuza nguza jadi. Alishusha pumzi kwa sauti na kuuliza kwa nini Mungu aliruhusu moto ule uangamize maisha yake. Naweza chukua dondoo kama hiyo kwa mfano. Wakati ushajua dondoo hiyo uweke muktadha tayari, alafu nikwambie tambua mandhari ambapo dondoo hii inajitokeza. Utasema ni kanisani pale. Alafu nakwambia kwa hoja 6 eleza umuhimu wa mandhari uliotambua. Kweli hakuna rahisi. Kweli hakuna rahisi. Umeona pale mwanafunzi lazima kwanza ujibu swali la dondoo ndio kisha upelekwe. Sasa kama ukujua dondoo ni wapi, utapata mayai kwa dondoo, ukuje kwa wale utambue mandhari ambayo si sahihi uanguke, uende kwa umuhimu wa mandhari umeandika ni ya ujinga pia uanguke, upate 0. Sasa swali alama ngapi? Alama sasa si wajua sasa tunavunja alama inaweza kuwa hata 20. Ndio nikisema kwa maana yote ikiwa 20 kama umeshapata mayai yako ya kienyeji katika dondoo hakuna vile utapata. Hizi kwa chini ya 10 kwa sababu dondoo ni alama 4. Naam. Alafu naweza kukuuliza utambue mandhari ya alama 2. Alama 2. Hizo ni 6. Umeshaanguka mandhari. Hapo pale nikuulize eleza umuhimu wa mandhari uliyotambua alama kwa mfano kama 10. Kwa sababu umuhimu sasa wa mandhari yale ni vitu ambavyo vinajitokeza alama 10. 10 ukiongeza 4 14. Ukiongeza 2 16. Pengine utapata 4 tu ya tambua vipengele vya kimtindo pale juu. Hata sifa, tunaweza kuuliza sifa pia. Na kwa ushanka dondoo, hata sifa utaanguka. Kwa hivyo ni 0 tu utapata. Tabu. Naam. Wanafunzi tusome. Pengine mwalimu tuangazie sehemu nyingine moja ya mandhari moja alafu tuende kwenye plot. Mandhari mengine ambayo tunaweza tukarejelea, tumesema ni pale kanisani. Pia ni muhimu sana. Mandhari ya kanisani. Labda tu nieleze watu kwa haraka kwamba mandhari ya Red Beat Lodging, Red Beat pia ni muhimu. Kwa sababu gani? Inachimuza sifa za sihaba nyingi sana. Na vile vile inatoa serikali kama wale ambao wana uongozi mbaya. Kwa sababu baada ya sihaba kukamatwa na kuwekwa ndani, anaachiliwa. Hamna mtu ambaye alijua aliachiliwa vipi, lakini alitoka. Na ushahidi ule uliotolewa na makosa yale aliyofanya, makosa makubwa kabisa ambayo yanafaa kuwa ya jinai, kuchukua watoto chini ya umri na kuwapeleka kwenye ukahaba. Bado tu aliachiliwa. Kwa hivyo inasawiri serikali kama serikali ambayo ina uongozi mbaya, na vile vile serikali ambayo inakandamiza haki za watoto. Na sihaba pia vile vile anajipata pale. Alafu pia vile vile inaonyesha ufisadi wa hali ya juu. Vile vile inaonyesha kutowajibika kwa vyombo vya usalama. Kwa hivyo unaona sehemu kidogo lakini vitu vingi vinajitokeza. Ni wewe tu uelewe na ufasiri hiyo kazi ya fasihi. Kanisani alikuwa Mangwasha. Mandhari yale yanachimuza vitu vingi sana. Moja, yanachimuza chanzo au asili au mkasa wa moto ulitokana na nini. Jamaa mmoja alisema kwamba mkasa ule wa moto ulitokana na bwenyenye mmoja aliyetaka kuchoma makao ili achukue ardhi yetu. Kwa hivyo mkasa ama usuli au chanzo cha moto unajitokeza. Pili, inamsawiri musika yupi? Musika Nanzia kama mwenye nini? Mwenye dharau ama dhihaka ama kejeli. Kwa sababu gani? Yeye ndiye aliyesababisha ule moto. Anakuja pale na kupeana msaada. Kwa wale watu ambao walikuwa pale, akisema kwamba tutapatia msaada. Na mwandishi kupitia Mangwasha alisema kwamba huyu mtu tunamjua ana roho mbaya. Ni mtu ambaye ana roho mbaya. Inakuwaje leo hii amekuja hapa? Ukiona amekuja kuna kitu kimemleta, hajakuja tu. Hawakujua ni nini haswa na hawaelewi kitu kinaendelea, lakini wanajua tu kwamba Nanzia kufika pale si bure. Kuna agenda fulani amekuja nayo. Na mwisho wa siku tukaona ni ukweli. Kulikuwa na agenda. Mbwashu mandhari yanaonyesha
ubadhirifu wa serikali. Mbwashu japo si mfanyikazi wa serikali, anaingia pale kwa ile mandhari na Land Rover, gari rasmi la serikali. Na yeye ni raia wa kawaida. Tunajua mtu ambaye huwa anapanda gari rasmi na anapewa red carpet, lakini yeye ni raia wa kawaida. Kweli mandhari yale sijamtaja mtu. Sijamtaja mtu. Mandhari yale vile vile yanaonyesha yanaibua chuki na uhasama wa kisiasa. Na umenikumbusha kwamba neno hilo kwamba kuna wananchi wa kawaida ambao wanatumia rasilimali za umma na hapa kwetu imekuwa wakati huu imekuwa ni jambo la kawaida tu. Hadi kama jana ujuzi pia nimekuwa namuona kidosho wa waziri fulani pia naye sasa yupo pale kukagua miradi. Wanafanya sana. Wanafanya sana. Na nadhani kitu ni tabia potovu, tabia mbaya. Lakini tunaweza kuweka imekuwa tu ni masuala ya kawaida tu. Shida sisi sijui nchi yetu inaenda wapi, lakini ni tabia mbaya sana. Wakumbuka hata katika michezo kuna wakati shirikisho la wanariadha ileta shida sana kwamba wanariadha wenyewe hata hoteli ya kuketi hawana. Lakini ndege imetoka Kenya, takriban 40% ya watu ambao wako pale ndani hawajihusishi kwa vyovyote, na wamelipiwa tiketi za ndege, wametafutiwa hoteli mahali pa kukaa, na wamepewa pesa za matumizi kutoka kwa serikali. Hiyo ndio nchi yetu sasa. Na haya masuala yote yanajitokeza katika ngazi ya fasihi. Asante sana mwalimu. Natumai katika ile sehemu ya kwanza, tuseme tu sehemu ya kwanza, mandhari ya kwanza, mwalimu aliweza kutuvunjia sana. Ametuwekea katika vitengo tofauti jinsi tunavyoweza tukajibu. Hata tayari tulikuwa tushaingia ya 3. Kwa maana sisi tayari tumerudi tumezungumzia Red Beat, tumezungumzia Pondamali kule, tukaingia kanisani. Sasa kumaanisha mambo bado ni mengi. Wewe mwanafunzi ambaye haujasoma ndio una tabu peke yake, na hatuwezi kukulisha zaidi. Mwaka jana tumengangana kote, tumefanya uchambuzi. Tumeingia hata wakati huu tunafanya tu marejeo zaidi, ndipo uelewe zaidi. Sasa mwalimu, pengine tuachie pale kwa sababu ya muda. Tuingilie ploti. Wakati ule mwingine ulikuwa umeniambia kuna njia rahisi sana ya mwanafunzi kupata ploti. Pengine urejelee alafu tuendelee. Niliitwa shule fulani kupeana wosia zangu za hapa na pale na kuwaelekeza wanafunzi. Lakini kaka, si ulisema tutakuwa tunaandamana? Wakati huo tulikuwa tunaandamana kwa sababu ulikuwa na shida ya mguu. Lakini na sasa hivi naambiwa umepona. Kaka, sijawahi kuwa na matatizo ya shida ya mguu. Lakini sasa hivi umepona. Sasa ukipona mimi ni nani? Wakati mwingine naomba kuweka wazi kwamba ni uchoyo tu. Sijawahi kuwa na matatizo yoyote kwa miguu yangu. Jamani, hili ndio tunaita wale vijana wanasema kurukwa kipetero kiyesu. Hivi ndio vinaruka watu jamani. Mimi sijaruka, mimi ni kama narukwa. Hata ingawaje sikuwepo. Lakini yalisha niliona ujumbe wako kutaka msaada, nikasema nikipigania tuendelee kwa ploti hilo la msaada. Sasa nikitoka hivi wewe najua na wewe na mkurugenzi wewe na mkurugenzi kwa mko pamoja, nikitoka hivi si pia tutaonana maneno ya msaada. Utafanya naweza kumwaga mtama hapa kwa vile teteza kuaminika pia vile zinasema kwamba haukutoka hata huku shuleni kwa njia rahisi. Ni mababe tu, ilibidi wacha tusiseme waanze kukatwa mshahara. Tuendelee mwalimu. Sasa tulikuwa tunazungumzia ploti na nikisema nilipelekwa shule fulani kupeana wosia na kuelekeza wanafunzi. Mimi shida yangu ilikuwa hela. Kwa hiyo nililipwa pesa mzuri. Na nikafika nikadhani shule ina kiwango fulani. Unajua unalipa hela fulani ukadhani ukiniita mimi nitakwambia nataka pesa fulani. Ukweli mzuri. Nitakwambia nataka pesa fulani. Sasa ukinipa hizo pesa ama hizo hela, huwa naona shule yako ina viwango ambavyo vinaendana na pesa umenipatia, kwa sababu mimi sichukui pesa chini ya pesa fulani. Kumbe shule hii inayoenda ni walingangana wakatafuta hizo pesa, lakini shule ndogo. Nikafika kwa swala la ploti. Nikawauliza wanafunzi, ploti mnaelewa? Ndio mwalimu, ploti ni nini? Kabeba mkono. Ati ploti kwa mfano. Apeani maana ploti, anaanza kwa mfano mwalimu, si wewe umejenga. Unajua ile tunaelekea wapi? Si wewe umejenga. Mahali umejenga kama si nyumbani kwenu, si ulinunua hiyo shamba.
Kaka na ndio wakati ule ulikuwa umenieleza kwamba ulikuwa umeenda ile shule ya wasichana ya kitaifa ile ilikuwa inaitwaje? State House Girls. Kumbe haikuwa hiyo. La tofauti. Kaka mbona unaweza kuwa muongo sasa? Hii shule nyingine. Shule nyingine. Naam. Kama shule ambayo ulikuwa umeniambia umeelekea kule ilikuwa State House Girls. Lakini sasa hii kule Nairobi. Hii ni shule nyingine tofauti. Hautaki kulitaja jina. Sitaki. Sasa nikagundua kwamba kuna wanafunzi pia hawaelewi kabisa. Yeye anajua ile plot ya kawaida. Na nikamwambia kwa mfano peana majibu sasa itakuwaje. Akasema plot ya Wanamatango inachomwa. Wanakosa makazi. Wajua unaona huyo mtoto amesoma kitabu lakini ile plot ni nini? Naam. Waona? Sasa nikaona kwamba kuna plot zilichomwa kule. Nikaona walimu wana kazi lakini uzuri niliwaelekeza. Na tukaelekezana wakafurahia. Nani sana ni katika tunasema nini term 3 ile ndio wewe uenda uanza wanaita sana term 3 na tulisema muhula wa 3 waache hiyo tabia waite watu mapema. Muhula wa pili sasa. Wa 3 ukienda tu zungumze hivi afu mtihani uje na utasikia wanasema nyinyi mnakuaga na mtihani nyinyi shule sijui mnakuwa natoa na sivyo si hatuna chochote. Ni tajriba tu hatuna chochote. Sasa unajua unapendeza sana unapozungumza ni tajriba alafu unapiga tabasamu. Unasema ni tajriba wakati unamchuna mwenzako tajriba. Serikali nyingi. Tueleze walimu na tajriba yenu ya mtihani. Sasa ploti ni jumla ya matukio katika kazi ya fasihi. Mwanafunzi tu aelewe hivyo. Ploti ni jumla ya matukio katika kazi ya fasihi. Ploti itaendelezwa na wahusika. Wahusika wataendeleza ploti. Kisha kupitia wahusika kuendeleza ploti maudhui yatajitokeza katika ploti. Alafu vile vile sifa za wahusika itajitokeza katika ploti. Kwa hivyo ploti ni kama ni jumla ya matukio katika kazi ya fasihi. Ni kama tu kuambiwa umuhimu wa mhusika. Sasa mara nyingi utaulizwa eleza mchango wa Mangwasha katika kuendeleza ploti. Ukirejelea riwaya Nguu za Jadi au eleza nafasi ama tathmini nafasi ya Lonare katika kuendeleza nini ploti. Ukirejelea riwaya Nguu za Jadi. Kwa hivyo tunataka tuone kupitia Lonare ni matukio gani unaelewa. Ni sawa tunakumwambia umuhimu wa mhusika lakini umuhimu ni tofauti. Umuhimu wa mhusika vipengele ni 6 na unavitaja moja moja na hakuna kurudia. Lakini katika ploti sasa tukitoa Lonare ni nini hatutapata? Tukimtoa Mangwasha ni nini kwenye hicho kitabu hatutapata? Tukimrejesha Mangwasha ni nini anajenga? Naam, tupatie hayo masuala ambayo anajenga. Kwa mfano umuhimu wa Mangwasha katika kuendeleza ploti ukirejea riwaya Nguu za Jadi. Kupitia Mangwasha mandhari ya Pondamali yanajitokeza. Unasema kwamba Mangwasha anaenda kumtafuta mlima Pondamali baada ya mlima kupotelea nini ile vile. Kupitia Mangwasha uongozi mbaya wa Mtemi Lesulia unajitokeza kwa afisi ya Chifu Mshabaha. Chifu Mshabaha anamfuta kazi Mangwasha kwa kuwa alikuwa ni mketwa na anapendelea nani? Mrengo wa nani? Kwa hivyo ni utuambie tu chochote. Almradi ya kitu ambacho unatuambia ni ukweli na ipo kwenye kitabu. Na umepeana idhibati. Kwa tuseme mfano ni idhibati unapeana. Unajua ukisema mfano na kavibaya. Mfano ni kitu cha kubuni. Lakini katika fasihi tunapeana idhibati. You prove your answer. Ndio maana unarejelea kitabu. Sasa usizoe kusema mfano, tupatie tu jibu na utueleze ni nini haswa kinaonyesha kwamba kitu ambacho umeandika kinajitokeza kwenye kitabu. Tuangalie mtu kama Mzee Sagilu. Umuhimu wa Mzee Sagilu katika kuendeleza nini? Plot ni nini? Kupitia Mzee Sagilu chanzo cha usuli wa ufisadi katika riwaya Nguu za Jadi unajitokeza. Unasema kwamba aidha uzungumzie ile swala la anakwepa kodi na kuagiza bidhaa gushi na kuhepa maafisa wa forodhani ama kuwatishia. Sawa sawa. Unaweza zungumzia vile vile kusambaratisha familia. Unajitokeza. Chanzo cha kusambaratika na familia ya Mrima unajitokeza. Anamhonga Mrima baada ya kumtaka nani? Mangwasha bila kufaulu. Anamhonga Mrima kama njia ya kufanya nini? Kulipisha kisasi. Kwa hivyo Mrima anapotelea wapi? Pombe. Vile vile unazungumzia kupitia Mzee Sagilu uongozi mbaya wa Mtemi Lesulia pia unajitokeza. Kwamba baada ya Mzee Sagilu kuagiza
maziwa yenye sumu iliyohatarisha maisha ya watoto, serikali ya Mtemi Lesulia haikufanya chochote. Na sijui mbona masuala yao yanasumbua watoto. Mimi nikizungumza hivi fasihi andishi na nahisi vizuri tu. Naona kama nipo sawa tu. Ni ukitoa fasihi andishi na kufa na aga dunia. Wewe nao ukiona fasihi andishi unataka kuaga. Sasa sisi ni kama tanakuzi, two opposing sides. Wewe ukiona fasihi andishi unataka kuaga. Mimi naye bila fasihi andishi naweza nikaaga. Sasa naomba kwamba tutoke kule kwa kuaga kwa kuona fasihi, uje huku sehemu ya bila hiyo fasihi unahisi kuaga, tutakuwa tuko sawa. Na mwalimu, pengine tukiendelea kumaliza, naona tumesalia karibu dakika ngapi? 5 hivi 6 tuweze kukamilisha. Tunaambiwa kwamba neno kuaga sio kisawe cha neno kufariki. Kuna kuaga dunia, kuna kuaga kupunga mkono kupeana heri kwamba na kuaga tutakutana. Lakini kuna kuaga dunia sasa ndio ni kufariki sasa. Kule kufariki. Alifariki. Kuna jamaa alikwenda shule, mwanafunzi wa grade sijui 6 ama ngapi, grade ya 3. Alikuwa hajaenda shule jana yake. Akaenda shule kama leo sasa. Na mwalimu akamuuliza, wewe jana mbona kuja shule? Mtoto akasema nilifariki jana. Nilifariki jamani. Mtoto akasema nilifariki. Unajua mwalimu alibaki anamwangalia. Naaga mimi. Nilifariki. Yaani alijua kama mtu akifariki hawezi akaja shule. Akaja shule. Sasa jana yeye alifariki. Lakini leo amekuja sababu hajafariki, yupo hai. Inanikumbusha tukizungumzia masuala ya kuaga dunia na pengine kufariki. Mwanzo katika awamu ya kwanza mlikuwa mnazungumzia masuala ya hayati, marehemu na mwenda zake. Na mkasema mimi kwanza hata sifai kuwepo kwa hayati. Sikusema. Ulisema ulikuwa hapo pale na mimi na mkatabasamu sana na nikasema Mungu wangu atanipigania mimi kama ile nyimbo. Mbona Maliba analeta shida kila wakati? Anafanya kitu na mimi ndio, kwa sababu mimi ndio nilikuwa mwalimu ambaye yupo studio wananiwekea mimi kwamba mimi nibebe huo mzigo. Na nikasema ni kitu mzuri kwamba nitapata nafasi ya kuja kuzungumzia masuala haya hewani, ya masuala ya marehemu, mwenda zake na hayati. Na ulipokuwa hapa nilikuwa naona unajaribu kuelimisha na kutoa wazo lako, na pia mimi nikasema hata nijitose 2-3 niweze kukumbuka nione na wewe mtazamaji, mwanafunzi, mwalimu ambaye unatutazama, na wewe mfia lugha tu yote pia unaweza endelea kufanya utafiti wako. Tunaweza kwamba hili neno hayati iko na asili ya Kiarabu na inamaanisha maisha. Hayat. That's why ni maisha. Sasa wanasema inafaa ukizungumzia hayati unamkumbuka kwa maisha yake aliyoishi. Kwa maisha aliyoishi alifanya nini? Hiyo na wengi unajua hawana kitu ambacho alifanya. Kwa mfano kama ujulikani, hatuwezi sema kwamba maisha yake yana impact. Haiwezi. Sasa ndio mimi nikajiuliza, jamani mimi hawanizungumzii hata licha ya mimi. Lakini wewe unaweza kuwa hayati kwa sababu akaka usijaribu kwanza kumruka sasa mwenzako hapa, kwa sababu umefanya vitu vingi sana. Umefanya vitu vingi sana. Na mara nyingi watu ambao wapo kwenye limelight kama media, wengi wanaweza kuwa hayati kwa sababu wajua wanahabari ni watu ambao sijui niseme ni nyenzo muhimu sana ama nini. Wanahabari bora tu mtu ni mwanahabari na ameanza kutangaza habari, jamii nzima inakutazama. Bila wanahabari hata rais hawezi akaishi. Na ndio maana anatuma media invite. Unafanya clearance will be done in gate 12. Contact so and so. Akiwa anataka kufanya kitu lazima aseme media is invited. Atajiongelesha pale kwenye ikulu. Atashangaa. Mimi niko hapa Bungoma, nitajuaje ameongea? Kwa hivyo watu wanahabari, watu wajue kwamba wanahabari ni kitengo muhimu sana katika maisha. Vitu vingi ambavyo unajua. Hata kama kuna kitu kilifanyika, mtu akazungumzia, bila habari hizi kafika mbali. Kwa hivyo wanahabari ni muhimu sana. So hayati sisi. Sisi. Labda kama kwamba marehemu ni jina ambalo analitumia yule mfu ile wakati anafanywa dua. Ili wanamuombea kwa ile neno marehemu arehemiwe. Sasa ndio wanasema kwamba marehemu anatumia wakati kama sasa atakuepo kanisani. Kanisani ni vizuri kutumia neno marehemu wakati anafanywa ibada na anaombewa. Lakini sasa huwezi tumia neno hayati kanisani. Hayati pengine mtumie kule nje, lakini kanisani anatumika kama marehemu, ambaye pia vile vile ilikuwa inanisukuma kwa neno
mwenda zake na mwenda zake tulikuwa tunaambia kwamba huyu ni jamaa tu ambaye amefariki na shughuli ya mazishi inafanyika. Si ya mazishi, ile ni katika harakati ya mipango ya kumstiri anga apate sehemu pema peponi. Alafu vile vile tulikuwa tunaambia pia kuna mazishi na kuna maziko. Naam. Kwamba mazishi ni inakujia siku 3 baada ya wewe kuzikwa. Mazishi. Sasa ndio kuna mazishi. Ni yani sasa ukizikwa ni maziko inafanywa. Lakini baada ya siku 3 sasa baada ya saume kuna zile vitu vinafanywa. Kwanza sana nyinyi huku watu wasijua na madeni wanatafutwa. Jiepushe kuninyoshea hicho kidole chako ati nyinyi huku kina nani? Nasikia mnaanza kudai mpaka watu. Ati mtu anakuja anasema mimi aliaga alikuwa na nguo zangu za ndani 3 hajalipa. Sasa wewe ulikuwa unataka mimi nitazipataje? Nitazipataje? Sasa wewe kama alikuwa yupo mzima na huku dai unakuja kusumbua watu ambao ni kwanza sisi tuna utu. Wacha kwanza wacha nikuelimishe leo hapa. Najua wewe una mambo yako tu mengi. Wacha nikakuelimishe. Kwanza sisi tuna utu. Ukiwa na deni langu wakati wa mgonjwa, mimi siji kudai na wacha upone kwanza. Na ukishapona au usipone, sasa ndio mimi ndakuja nidai mali yangu sasa. Kwa wale walio na afya sasa. Niseme jamani, huyu bingwa afai akuzikwa kwanza kama sijalipwa. Hata kama ni nguo zangu 3 za ndani alikuwa naomba nipewe bwana. Mnipe kabla teremsha. Jamani, muwe na utu. Utu tuliwacha wakati ulikuwa mgonjwa, ulikuwa unaugua. Lakini mimi nikikataa kukusaidia kwa sababu si mimi unadai, utafanya nini sasa? Pale kuna tatizo, si yule mtu ni wenu. Hata kama ni wetu, si mimi hata ukiviana nguo zako za ndani 3 mimi sikuepo. Sasa ndio mimi nitakuja niseme kwa zile nguo 3 za huyu kwa zile nguo za huyu jamaa nina ya kala ya nyekundu ni yangu, kala ya buluu ile ni yangu, na vile vile ile nyeusi sana ni yangu. Sasa nenda kaangalie zile 3 ziondoka ziweke kando. Hiyo mila na desturi tutaiangalia. Lazima tudai mali yetu, tudai. Sisi hatupendi mtu afike kule. Watu ambao hawakuhusishwa kwa vitu ambavyo mlikuwa mnafanya, jamani, msiwadai. Tukiangalia vizuri tunawadai. Dai yule mtu ambaye ulikuwa na deni lake na ameaga dunia. Sasa bingwa nije nikudai wewe wakati mgonjwa, wakati unaugua. Sasa si pale ndio utu haipo. Ni heri nikingoja pengine ukishafariki ndio nikuje niambie familia naomba mnipe kile cha. Kwa maana familia nyingi kuna tatizo imefikia ni kwamba ukishafariki tayari wanachukua vitu vyako vyote. Wanaanza kugawa. Sasa wewe unasema kwamba mali inarithiwa sasa. Inarithiwa. Sasa wewe unakuja viatu vyako ama pengine ile nguo yako unakuja unamgundua amepewa kaka wa yule marehemu. Alafu na ilikuwa ni ya kwako. Na ni ya kwangu. Mnaenda kupiga burudani mahali unaiona. Unashindwa jamani, hii yangu. Marehemu alishaenda lakini huyu bwana anavaa viatu vyangu. Bwana anavaa viatu vyangu. Pale ndio kuna ile tatizo sana, lazima tudai. Asante sana mwalimu. Naona tumekula dakika zetu zimeenda saa 6 dakika 3. Mwalimu, tumerahisisha mambo. Tumeangalia ploti, jinsi ya kujibu maswali ya ploti, na kitu rahisi ni kwamba mwalimu, muda wote tumefika kiwango ya kuambia kwa wanafunzi haturejelei sisi kuanza kukupatia mtiririko. Sasa hizi tunaangazia na hata tulikuwa tushamaliza mbinu za lugha. Hiyo ulisema sio kitu cha kuja mbinu za lugha. Nilisema kwamba mtoto wa kidato cha kwanza afunzwe. Nishajua methali ni nini, mbona nianza kutafuta mbinu za lugha kwenye kitabu? Na wewe pia unaelewa. Ushaelewa ni tafuta tu. Na kuna uwezekano mkubwa hata katika mtihani wa kitaifa usipate swali lolote ya alama nyingi, alama mbili. Utaambiwa tu tambua. Katika utapewa afu ambiwa tambua. Kwa hivyo unaona hapo kiandika. Ama changanua mtindo alama 6. Upewe tu sehemu changanua mtindo, utafute kama kuna methali uandike. Kazi rahisi tu. Ndio maana hapo sipendi sana kuharibu muda. Na mwalimu wetu anazidi kutuambia kwamba tuwe na mazoea ya kusoma. Muongozo utakusaidia iwapo haujasoma. Na ndio vile tumeamua katika wakati huu wote tunafanya uchambuzi na tunakupa swali. Uone jinsi unavyojibu maswali hayo. Mwalimu, tukamilishe. Naam, kutoka wangu mimi sina la ziada. Ni kwamba tuzidi kukuza Kiswahili na wanafunzi ambao wanatahiniwa tujue kwamba Kiswahili kinafaa kutusaidia. Kiswahili kinafaa kutusaidia kwamba hata unajua sasa hivi tunapozungumza ile kasumba ambayo ilikuwa kitambo kwamba wanachukua Kiingereza lazima haipo. Siku hizi wanasema lugha, language, one language.
yenye umepita. Hata ukienda kwenye tovuti sehemu ya kutafuta kozi zile za kufanya ile course wameweka pale either English stroke Kiswahili. Kitabu ilikuwa ni Kiingereza peke yake. Kwa hivyo Kiswahili kinafaa kukusaidia. Sasa hivi kwa sababu watu walikuwa wanauliza mbona tufanye Kiswahili kama lugha? Hapo wakati wa kufanya kutafuta kozi wanasema kwamba tunaangalia Kiingereza na tuna lugha mbili. Na ikawa KUSP wakasema ni sawa kweli inakubalika. Sasa hivi tunazungumza ni English stroke Kiswahili. Hata unaona katika hii grade mpya hii system mpya kufanya grading wanafanya nini? One best performed language. Either hata Kenya Sign Language inawekwa pale. Bora ni nini? Ni lugha. Naam, kwa hivyo inamaanisha kwamba sasa hivi tunazungumza Kiswahili kimepewa hadhi. Na tumepigania kufika mahali tumefika hapa ni watu sisi akina Hira na watu wengine ambao kila saa wanasema Kiswahili kipewe nafasi yake. Ndio tunaelekea kufika hiyo sehemu. Na tunazidi kusonga moja kwa moja pole pole. Itafika sehemu fulani tutakuwa na vitabu pia tumeandika. Na tunaelekeza kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo tuzidi kuendeleza Kiswahili. Kiswahili kinakusaidia, unahitaji lugha hata kama utafanya chochote, ujue ukienda kufanya wanahabari, lazima uzungumze Kiswahili kizuri. Ndio maana tunasema kwamba lazima tu Kiswahili kitukuzwe. Kwa hivyo wanafunzi tuendelee kutukuza Kiswahili na tujipange. Asante sana mwalimu wetu wa shule ya vulana St. Peters kule Mumias. Tunamshukuru sana Brian Whitkins Odero kwenye mitandao ya kijamii Brian Whitkins, na popote pale mtandao wote wa kijamii bora umtafute kwa Brian Whitkins utakuwa unampata. Kipindi hiki utatupata vile vile tukishamalizia hapa katika mtandao yetu ya kijamii. Tufuatilie kwenye YouTube West TV live, na vile vile Hiran Mugaisi Whitkins Brian vile vile atakuwepo pale. Kama hadi sasa una nambari yake ya simu wewe kweli sisi siwezi muitishia niseme akupe tena. Wewe inaonekana sio mwanafunzi ambaye unamfuatilia sana, na kutana naye tu kwenye mitandao atakufaa sana na sana na sana. Nashukuru sana kwa leo, amefanya kitu cha muhimu sana, amenivisha mawa yangu na kuniambia kwamba nimekuwa mmoja wa wale ambao tumekuwa tunasema Kiswahili kipewe nafasi yake. Shukrani sana mwalimu. Bila wewe tayari hakuna mtu yote angekuwa ananieleza hivyo. Asante sana mwelekezi wetu Kevin Kibetu upande mwingine wa pili. Mimi naitwa Hiran Mugaisi. Tukutane humu tukizidi kupiga taarifa zetu na tutangamane ili kuendelea kukikuza Kiswahili. Wiki kesho tutakuwa na kipindi kingine na tutaweza kufaana sana na sana. Heko mwalimu kwa mara nyingine tena kwa kujiunga na chuo kile cha wavulana na tunakutakia mema. Inasemekana kwamba hata lile shairi ambalo ulikuwa unatungiwa na wanafunzi wako wa awali wa shule ya wasichana ya Kamsinga, kuna wale ambao walikuwa wanatokwa na machozi sana, ila picha zako zilipoanza kusambaa kwamba ulikuwa tayari unakata keki ukiwa umetabasamu ikabidi waseme msaliti wewe. Kevin Kibetu, asante sana. Tukutane wiki kesho.